Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo Ijue Dini Yako. Alhamdulillah, kwa rehema za Allah ametuwezesha kuwa na uhai na naamini umeamka vyema huko nyumbani popote ulipo, na asante sana kwa kuwa na sisi kuanzia mwanzo kuweza kuangalia vipindi vyetu murua na vya kufundisha. Na insha Allah, mpenzi mtazamaji, leo ndani ya studio zetu tupo naye Sheikh wetu ambaye tumezoea kumuona anatuwasilishia masuala mengi kuhusiana na dini, na si mwingine bali ni Sheikh Hussein Patrova. Na katika mada yetu ya leo, mpenzi mtazamaji, tunataka kuangazia swala zima la wilaya. Hii itakuwa ni kama mwendelezo wa kadha wa kadha hadi tujue uweze kufahamu zaidi kuhusiana na swala zima la wilaya, na insha Allah mpenzi mtazamaji, tukirudi kwake tuweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Karibu sana Sheikh. Shukuru sana. Alhamdulillah, ni furaha tena kuwa na wewe. Sisi pia. Karibu sana. Okay. Naam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kwenye mada yetu ambayo tunaongea kuhusu wilaya, mwanzo tutasoma baadhi ya aya kwenye Qur'ani ambazo zinaeleza kiujumla au specifically kuhusu wilaya. Naam. Na sisi tutatumia hizo aya kuweza kueleza kwamba vipi wilaya inaathiri mwanzo wa maisha yetu na dini yetu. Naam. Ambayo ni dini ya Kiislamu. Mwanzo kuna aya ambayo inapatikana kwenye sura An-Nisa, aya ya 59, inasema atii'u Allaha wa atii'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Hiyo ni aya ambayo inaongea kuhusu wilaya. Mwisho tunaona kuna neno ulil amri. Naam. Pia kuna aya ambayo ipo kwenye sura Al-Maida, nadhani ni aya ya 55, inasema innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Hiyo ndio aya ambayo inaongea pia kuhusu wilaya, na tunaona hapa kwamba wilaya ipo kwa watu watatu ambao tutakuja kufafanua. Naam. Na pia kuna aya ambayo tunaisoma kila siku ambayo ina connection na wilaya kwenye surati Al-Qadr, aya ya 4, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amri. Sasa hapa min kulli amri, na kule juu pia tumeona hizi aya pia zimeweza kutaja al-amr ambazo zinahusiana na wali wetu ambaye ni tutakuja kumuona ni nani. Naam. Kwa hivyo kabla hatujaendelea, tutatoa sharh kwa aya baada ya aya. Mwanzo tutaanza na hizi aya mbili ili tuweze kuunganisha kuna nini kati ya, yani kuna connection gani kati ya ya ayatu atii'u Allah wa atii'u ar-rasul wa ulil amri minkum na ayatu al-Qadr ambayo inataja min kulli amri. Kuna muunganiko upi? Mwanzo aya ya kwanza atii'u Allah wa atii'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Wa pale mwisho tunaona kuna neno wa ulil amri. Kuna neno ambalo kuna Qur'ani inataja amr. Pia kwenye ayati Qadr Mwenyezi Mungu anataja tanazzal malaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr. Kwenye siku ya Lailatul Qadr sisi tunaamini, na nadhani ni imani ya Waislamu wote kwamba Mwenyezi Mungu, kwa idhni ya Mwenyezi Mungu, kuna malaika ambao wanashuka chini na wanakuwa miongoni mwa hao malaika kunakuwa na ruh. Ruh inasemekana kwamba ni kiumbe ambacho ni kitukufu sana. Naam. Kimeshinda malaika ambao wanakuja wanashuka duniani na wanashuka kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Wanashuka kwa nani? Lazima washuke kwa mtu ambaye amepewa amri, amepewa uongozi, amepewa
uongozi wa kuongoza wananchi au wanadamu au viumbe vyote ambavyo vipo ulimwenguni. Kwa hivyo hii siku hawa malaika wanashuka ili wampe nini? Wampe mambo ambayo yatakuwa kwa muda wa mwaka mzima, yatakuwa kwa wanadamu au yatakuwa kwa ulimwengu. Sasa haya mambo ambayo yanashuka kwa wali al-amr, ambayo kwenye aya Nisa Mwenyezi Mungu ametaja atiu Allah wa atiu Rasul wa ulil amri minkum. Kwa sababu gani inashuka? Hawa malaika wanapatia ulil amr kwa sababu yeye ndiye amepewa mamlaka ya kuhakikisha kwamba sisi tuna vitu vyetu vyote au matendo yetu yote ambayo tunayafanya yanahusika na yeye, yani yanarudi kwake kama waliyul amri. Kwa hivyo hii aya ya kumtii Mwenyezi Mungu na kumtii mtume wake na kumtii pia ulil amri, na aya ya ambayo inapatikana kwenye Surat al-Qadr, kuna connection ambayo zote zinatuonyesha kwamba kuna kiongozi ambaye anatoka kwa Mwenyezi Mungu ambaye inafaa tumtii. Na kwa nini tunamtii? Kwa sababu matendo yetu yote yako kwake. Matendo yetu yote yanadhihirika kwake. Na tutakuja kuona kule mbele kuna siku ambazo matendo yetu yanadhihirika kwake, tukiondoa siku ya Lailatul Qadr ambayo tunaijua. Kuna siku zingine ambazo pia matendo yetu yanadhihirika kwa wali al-amr. Sasa kitu cha kwanza ni poa tujue kwa nini Mwenyezi Mungu amesema atiu Allah wa atiu Rasul. Kuna mambo mawili ambayo Mwenyezi Mungu ametaja hapa, kwamba kuna kumtii Mwenyezi Mungu na kuna pia kumtii mtume. Lakini alipoendelea kwa ulil amr hakutumia neno atiu. Alisema wa ulil amr minkum. Hii inatuonyesha kwamba kuna daraja mbili. Kuna daraja ya Mwenyezi Mungu, kumtii Mwenyezi Mungu, na kuna daraja ya pili ambayo ni ar-rasul wa ulil amr. Sasa hiyo ni mulahadha wa kwanza. Mulahadha wa pili ni kwamba katika kumtii Mwenyezi Mungu na kumtii mtume na ulil amr, sio kwamba kule kutii kwa Mwenyezi Mungu ni aula sana. Kuna kitu kwa Kiarabu, kuna neno kwa Kiarabu inaitwa aula, al-aulawiyya, yani bora zaidi. Kwamba mimi nikimtii Mwenyezi Mungu ni bora zaidi kuliko nikimtii mtume. Na hapa inakuja kauli kwamba ukishamtii Mwenyezi Mungu, kwa sababu ni bora zaidi, haina haja kumtii mtume na haina haja kumtii wale ambao wamepewa mamlaka juu yetu ambao ni ulil amri. Na hii tafsiri ile, kwa sababu ya tafsiri kama hizi ndio kulikuja na baadhi ya matamshi. Kwa mfano tunajua kwenye historia kwenye vita na Khawarij walisema kwamba sisi hatuhitaji hukumu yoyote ila kwa Mwenyezi Mungu. Yani ina maana kwamba walikataa hukumu ya mtume na wakakataa hukumu ya ulil amr ambao wamepewa kiongozi wao. Wakasema kwamba wanataka tu wahukumiwe na yale ambayo Mwenyezi Mungu anasema peke yake. Sasa hii ni kama wanaenda kinyume na Qur'an. Ndio. Ni kama wanaenda kinyume na mtume. Ukienda kinyume na Qur'ani, unaenda kinyume na pia mtume. Maana Qur'ani imeiweka wazi. Ni ukweli. Imeeleza kwamba kwa mfano kwenye hili imeeleza vizuri kwamba kumtii Mwenyezi Mungu ni vizuri pia umtii mtume. Na kuna kwenye historia pia kuna sehemu moja ambayo tuliona pale ambapo mtume alikuwa yupo kwenye siku zake za mwisho. Aliambia maswahaba ambao walikuwa karibu na yeye kwamba wamletee karatasi na kitabu aweze kuandikia alwasiya. Lakini kuna kauli ambayo ilitoka, mtume akaambiwa kwamba hasbuna kitab Allah, kwamba sisi tumetosheka na kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kitu chochote ambacho kipo nyuma ya kitabu cha Mwenyezi Mungu sisi hatufuati. Sasa matamshi kama au maneno kama hayo, sentensi kama hizi yani zinatuonyesha kwamba watu waliozisema wana deal tu na maneno ya Mwenyezi Mungu peke yake. Kwamba wanaogopa tu maneno ya Mwenyezi Mungu peke yake, lakini yale ambayo mtume amekuja nayo
yafuate. Hatusemi kwamba sipo ati wasiogope maneno ya Mwenyezi Mungu. Sisi sote tunaogopa na tunafuata maneno na amri za Mwenyezi Mungu, lakini baada ya Mwenyezi Mungu ametueleza kwamba tunafaa tufuate nani pia? Mtume. Kama mtume hayupo, inafaa tufuate ulil amri kulingana na hii aya ambayo tumeelezwa. Kwa hivyo hicho ndio kipengele cha pili. Kipengele cha tatu kwamba huku kumtii Mwenyezi Mungu na kumtii mtume na ulil amri, je, zote ziko kwenye daraja moja? Au kuna ile ambayo ipo daraja ya juu na nyingine ipo daraja ya pili? Au kumtii mmoja wao inatosha? Haifai ufuate hao wengine ambao wameeleza kwenye aya. Nilipoeleza pale mwanzo nilisema kwamba kuna neno ambalo, kuna mustalah ambao unaitwa aulawia na kuna mustalah mwingine unaitwa awwalia. Aulawia ni kile kitu ambacho kiko bora. Kwa mfano mimi nilikuwa nipoa nifanye hili, lakini kwa sababu hili ni bora nikalifanya. Hiyo inaitwa aulawia. Ina maana kwamba nilipofanya la kwanza ambalo ni aula, nimeachana na la pili, sitolifanya tena. Na awwalia inamaanisha kwamba nina maneno na mambo mawili ya kufanya. Si kufanya hili la kwanza kwa sababu la pili ni la muhimu, la awali linakuwa kwenye kipao mbele, linawekwa kwenye kipao mbele au lina daraja ya juu. Haimaanishi kwamba nikishafanya hili sifanye hili la pili. Nitafanya la kwanza na nitafanya pia la pili, kwa sababu la kwanza lilikuwa kwenye daraja ya kwanza kulifanya na la pili lipo kwenye daraja ya pili. Sasa kumtii Mwenyezi Mungu na kumtii mtume na ulil amr inamaanisha kwamba tunawatii kwa daraja ya awalia. Tunatii Mwenyezi Mungu kwa daraja ya awalia, kwamba tunatangulia kumtii Mwenyezi Mungu kwa sababu kila kitu kinapatikana kwake. Tukishamtii Mwenyezi Mungu tunarudi kwenye daraja ya pili. Ametuongoza kwamba pia sisi nafaa tumtii mtume. Mtume akitoka, tukishamtii mtume kuna daraja ya pili pia. Kwenye hiyo daraja ya pili kuna sehemu ya pili ambayo inafaa tumtii pia, ambayo ni ulil amri. Kwa hivyo tukirudi kwenye aya ya pili, innama waliyukumullahu wa rasulahu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Hii ni aya ambayo ilishuka kwenye historia. Tukiangalia sababu ya kushuka, ilishuka kwa ajili ya Imam Ali. Na kila mtu anajua kwamba hii aya imeshuka kwa ajili ya Imam Ali. Kwa sababu gani? Kwa sababu alikuwa na swali na rukuu na akatoa pete yake kwa ile ambayo alikuwa anahitaji. Alikuwa anahitaji hiyo pete. Sasa Qur'ani mara nyingi kuna aina mbili au tatu kulingana na wale ambao wana tafsiri Qur'ani. Sometimes Qur'ani inaweza ikajitafsiri Qur'ani yenyewe, kwamba kuna aya inatafsiri aya nyingine. Na kuna sometimes kwamba kuna aya ambayo haina tafsiri ya aya, hasa hadithi zinakuja kuitafsiri. Sasa kwa mfano hii aya ya wilaya ni aya ambayo tunaweza tukasema kwamba zinajitafsiri zenyewe. Ya kwanza ina tafsiri ya pili na ya pili ina tafsiri ya tatu kulingana na madhumuni ambayo inapatikana kwa hiyo aya. Lakini kama kutapatikana na tatizo kwamba haijaeleweka, bado tunaweza tukarudi kwa hadithi ambazo zinaeleza kuhusu hiyo aya. Sasa kwenye hii aya ya innama walikumullah, mwanzo kuna kipengele cha kwanza ambacho kipo pale, matumizi ya neno innama kwenye lugha ya Kiarabu. Innama kwenye lugha ya Kiarabu inamaanisha al-hasr, yani ni kile ambacho unaongea kukihusu ni kile tu. Kwa mfano unaweza kusema innama anta abi, yani wewe ni baba yangu, wewe tu, hakuna mtu mwingine ambaye ni baba yangu. Yani kitumika innama kwenye sentensi yoyote inamaanisha kwamba hakuna kitu kingine ambacho kina hizo sifa ambazo zimepewa kwenye hiyo sentence. Sasa innama waliyukumullah, kwamba hakika walii wenu ni Mwenyezi Mungu na wale ambao umetajwa
kwenye aya. Kwa hivyo focus kwenye hii aya ilikuwa ni wilaya, kwamba Mwenyezi Mungu ni walii wenu na wale ambao wamekuja kabla yake pia hao ndio walii wenu peke yake. Hakuna wengine ambao wapo kwenye hii mzunguko wa alwilaya. Sasa kiujumla, Sheikh, ni kwamba ili swala la maana ya wilaya ni kama utiifu ama inakuja vipi? Kwa sababu huenda mtu labda hajaelewa, sema Sheikh ameenda katika Qur'ani direct na hajanielezea maana halisia ya wilaya ni nini ili nipate kufahamu. Sasa tunakuja hiyo ndio point yetu ya size kwamba nini maana ya wilaya ambayo imetajwa kwenye hizi sura hizi aya 2 au 3. Wilaya inamaanisha kwamba mwanzo wilayatu waliyul amr inamaanisha kwamba amepewa uwezo wa mtu yeyote ambaye amepewa uwezo wa kutasarruf kwenye vitendo kwenye maisha yetu. Kwa mfano Mwenyezi Mungu ni wali kwa sababu gani? Ana uwezo, si eti amepewa, ana uwezo wa kutasarruf au wa kutenda kitu chochote kwenye maisha yetu. Kwa nini wilaya inakuja? Kwa nini Mwenyezi Mungu ni wali wetu? Kwa sababu yeye ndio mmiliki wa kila kitu. Na ukiwa mmiliki wa kitu chochote una uwezo wa kutasarruf kwenye kile kitu au kufanya kitu chochote kwenye kile kitu ambacho unakimiliki. Kwa mfano mtoto ni wako, una uwezo wa kumwambia usifanye hili na litekeleze hili. Kwa hivyo wali ni mtu, wilaya ni hali ambayo yule ambaye amepewa ile daraja ana uwezo au ana uwezo wa kutasarruf au wa kufanya chochote kwenye maisha ya mtu yoyote au kitu chochote. Sasa inna ma waliyukum, kwamba Mwenyezi Mungu ni wali wenu. Kwa nini? Huyo Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kutasarruf, ana uwezo wa kutenda chochote kwenye maisha yetu. Kwamba ana uwezo wa mwanzo uwepo wetu duniani ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ndio. Hiyo ndio mojawapo ya uwezo wake wa kutasarruf kwenye maisha yetu. Kwamba anaweza akatuleta kwenye maisha na anaweza akatuondoa kwenye maisha. Anaweza akatupa chochote ambacho tunahitaji, anaweza akakichukua tena. Kwa mfano tukimwomba chochote anatupa. Tukimwomba mali kwa mfano anatupatia. Tukimwomba kitu chochote anatupa. Kwa nini anatupa? Kwa sababu ni zake. Yeye ndio malik. Yeye ndiye anayemiliki vyote ambavyo vipo duniani. Kwa hivyo wilaya inatokana na almulk, inatokana na the fact that yule mtu ambaye amepewa ile cheo cha wilaya anamiliki kila kitu ambacho kipo chini yake. Inshallah, shukran Sheikh. Acha tukomie hapa, tukirudi katika awamu ya pili tutaendelea zaidi na hii mada. Inshallah. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa naye Sheikh Hussein Patrova ndani ya studio zetu za Mahdi TV, naamini unafahamu ni yapi anayoyasema kuhusiana na wilaya. Ni muhimu sana kuweza kufahamu wilaya, haswa sisi Waislamu na wafuasi wa Ahlul Bait, na inshallah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo Ijue Dini Yako, tukiwa ndani ya studio zetu za Mahdi TV. Mimi na Sheikh tunazidi kukujuza mengi kuhusiana na swala zima la wilaya kwa radhi, na Sheikh anakuelezea mengi kuhusiana na swala hilo, na ni mwanzo tu wa mada hii kwa sababu ni mada ambayo ni ndefu, na kwa polepole utaweza kupata ufahamu nini hasa maana ya wilaya na kwa nini Ahlul Bait tunafuata mfumo huo. Na insha Allah mpenzi mtazamaji, tukirudi kwa Sheikh ataweza kutujuza mengi na mengi zaidi. Karibu tena Sheikh. Nashukuru sana. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Naam, tulikuwa tunaeleza kuhusu maana ya wilaya na tukasema kwamba wilaya ni uwezo wa kutasarruf au uwezo wa kufanya chochote kwenye vile ambavyo vipo chini yake. Na sababu wilaya wa kitu chochote, vitu vyote duniani vinarudi kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu yeye ndiye anayemiliki chochote, vyote ambavyo vipo duniani au vipo ulimwenguni vipo chini yake, vipo chini ya himaya yake na kila kitu kinarudi kwake. Sasa hapa aya inasema kwamba inna ma waliyukum, na tukiangalia kwenye neno waliyukum, tukiangalia kwenye Qur'an inaweza kuwa nakosa, lakini hakuna sehemu nyingine ambayo imetumika waliyukum ila kwenye hii aya.
na hii tutakuja tukieleza baadaye kwamba innama waliyukum, point ya kwanza ni kwamba Mwenyezi Mungu amepatia wilaya hawa watu watatu, kwa sababu kama huna kitu huwezi katoa, kwa sababu wilaya unarudi kwa Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye anayetoa wilaya, akimpa yoyote ambaye anastahiki. Na huu wilaya ambaye amewapatia hawa watu watatu, ambao tutakuja kueleza kiundani baadaye, ni kwamba ni wilaya ambao upo shumulia. Arabu tunasema shumulia, yani ni wilaya umeshika kila sehemu. Si wilaya wa kitu fulani, kitu kimoja. Kwa mfano, huyu ni mtume, ni walii wako kwenye masala ya kidini peke yake. Hapana. Au mtume ni walii wako kwenye masala ya irithi peke yake. Hapana. Inamaanisha kwamba mtume na Mwenyezi Mungu na alladhina amanu ni walii wako, ni walii wenu kwenye masala yote ya maisha yenu, ya maisha ya viumbe vyote ambavyo vipo duniani. Na hapa tuongee kuhusu wanadamu peke yake, tunaongea viumbe vyote, kwa sababu wilaya ambayo ipo kwa Mwenyezi Mungu ni ya viumbe vyote. Sasa hiyo wilaya Mwenyezi Mungu ameiweka kwa hawa watu wawili, Mwenyezi Mungu mwenyewe na mtume na ulil amr. Kuna specification gani kwenye hii aya? Tukijua kwamba mtume kama mtume, nyuma yake kulikuwa na mitume pia, na pia tukiangalia kwenye maisha yetu ya kawaida tunaona kwamba kuna in some extent baadhi yetu tuna wilaya kwa watu wengine. Kwa mfano, mtume yoyote akifanya muujiza, kwa mfano Nabii Isa alifanya muujiza wa kutembea juu ya maji. Ina maana kwamba alipewa wilaya na Mwenyezi Mungu wa kufanya hiyo kazi. Yaani miujiza yote ipo chini ya wilaya, kwamba Mwenyezi Mungu amekupa uwezo wa kutasarraf kwenye vitu ambavyo unafanya. Na mtume wetu Muhammad pia dasam ni mtume, na pia amepewa wilaya wa kutasarraf kwenye vitu ambavyo vipo chini yake. Lakini tofauti ni kwamba Mtume Muhammad amepewa wilaya complete yote ya Mwenyezi Mungu ya kufanya chochote kwenye viumbe vyote vya ulimwenguni. Kwamba mtume ni wilaya mwanzo viumbe vyote, wanadamu, majini, ni walii pia wa viumbe ambavyo havina uhai, kwa mfano vitu vyote. Mtume wetu ni walii wake. Na huu wilaya umetoka kwa Mwenyezi Mungu. Na ukaenda kwa mtume, huo wilaya ambao upo kwa mtume upo kwa alladhina amanu alladhina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum raki'un. Sasa mbali na hiyo, pia kwenye maisha yetu tunaona kwamba sometimes tunaweza kuwa na wilaya juu ya watu wengine. Either tumepewa direct na Mwenyezi Mungu, either Mwenyezi Mungu ametupa indirect. Kwa mfano baba ni walii wa mtoto wake. Ni walii wa mtoto wake. Kwa mfano mtoto wake wa kike, baba ni walii wake kwenye ziwaji. Na kuna wilaya kuna sehemu zingine ambazo Mwenyezi Mungu pia amepatia wanadamu sehemu tofauti tofauti. Pia kuna sometimes unapata kwamba kuna mtu anaweza akatasarraf kwenye maisha yako. Kwa mfano unataka kuenda sehemu, lakini kuna mtu ambaye anakuzuia either physically, kwa sababu Mwenyezi Mungu amempa nguvu kukuliko. Sasa anakuzuia kufanya kile kitendo. Sasa amepewa wilaya, kwamba amepewa nguvu huo wakati wa kutasarraf kwenye maisha yako, kukataza kile ambacho unataka kufanya. Kwa hivyo hapa tunakuja kwenye maelezo haya, tunakuja kuona kwamba kuna aina mbili za wilaya. Aina ya kwanza kuna wilaya at-tashri'iyya. Na aina ya pili kuna wilaya ambayo inaitwa wilaya at-takwiniyya. Wilaya at-tashri'iyya ni ile ambayo kwa mfano mtume au Mwenyezi Mungu amempa mtume wake uwezo wa kutoa hukumu kwenye kitu fulani. Kwa mfano kwenye hadithi ambayo tunaisoma, nadhani inapatikana kwa Waislamu wote. Haramu rasul haramun ila yaumil qiyama wa halaluhu halalun ila yaumil qiyama. Kwamba kile ambacho mtume amehalalisha ni halalun mpaka siku ya kiyama, na kile ambacho ameharamisha ni haramun mpaka siku ya kiyama. Yani amepewa uwezo na Mwenyezi Mungu wa kutasarraf kwenye hukumu za ibada au hukumu za maisha ya wanadamu.
Hiyo ni wilaya tashria. Kwa mfano Mwenyezi Mungu anakuambia swali, hiyo ni kwa nini anakuambia swali? Kwa sababu ana wilaya juu yako ya kukuamrisha cha kufanya na kile ambacho haufai kufanya. Cha kufanya kwa mfano ni awamir, kile ambacho hufai kufanya ni an-nawahi. Kwenye awamir ni mojawapo ni kuswali. Kwa mfano funga. Kwa nini sisi tunatekeleza amri ya Mwenyezi Mungu kwamba funga inafaa tufunge? Kwa sababu yeye ndiye anayetumiliki na yeye ndiye anayemiliki kila kitu. Kwa hivyo akituamrisha kufanya kitu ni wajibu wetu kutii. Ndio atiu Allah wa atiu Rasul, kwamba kwa sababu yeye ni Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye ni muumba, kwa sababu yeye ndiye anayemiliki kila kitu, akituamrisha inafaa sisi tufanye. Kazi yake ni kuamrisha na Mwenyezi Mungu. Mtu ambaye anamiliki kitu chochote kazi yake ni kuamrisha kwamba hiki kifanyike, hiki kisifanyike. Na anayemilikiwa, sisi tunamilikiwa na Mwenyezi Mungu. Sisi ni milki ya Mwenyezi Mungu. Kazi yetu ni kutii, kufuata yale maamrisho ambayo Mwenyezi Mungu ametuambia. Na tukifuata yale maamrisho ina maana tunamwabudu. Yaani hali yetu, kazi yetu ya kiibada ni kutii maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kwa muktadha wa mulkia ya Mwenyezi Mungu au muktadha wa uluhia wa Mwenyezi Mungu, kwamba yeye anatoa amri na sisi tunafuata. Sasa kwa sababu yeye anatumiliki, hiyo amri anaweza akaitoa kwa baadhi ya watu vile alivyotoa kwa mtume na alladhina amanu, kwamba huyu mtume akiwaamrisha kitu inafaa mfuate. Kwa nini mnafuata? Kwa sababu mimi nimempatia mamlaka ya kuamrisha na nimempa mamlaka ya kutasarraf kwenye ibada, masala ya ibada au ya sheria yangu. Sasa kama amepewa na Mwenyezi Mungu, basi ana uwezo wa kuleta kitu kama sheria au ya kuondoa kitu ambacho kilikuwa kama sheria na akaleta kingine kipya. Na ndio sababu mtume amekuja na hizi sheria zote ambazo sisi tunafuata za dini ya Kiislamu. Kwa nini? Kwa sababu amepewa hiyo wilaya na Mwenyezi Mungu. Kwa Mwenyezi Mungu yeye wilaya si hata amepewa na mtu yote. Wilaya ni yake, yani anaimiliki, inatoka kwake. Yeye ndiye anayetoa kwa watu wengine. Kwa mfano akituamrisha Mwenyezi Mungu, kwa mfano kwenye amri za Mwenyezi Mungu ni tukiangalia kwenye mulahadha mwingine ni aina mbili. Mara ya kwanza Mwenyezi Mungu anaweza akatuamrisha kwamba fanya hiki kitu. Kwa mfano anatuamrisha swali. Lakini mara nyingine anaweza akatuamrisha Mwenyezi Mungu kwamba yeye anaweza akatuamrisha lakini yeye mwenyewe ndiye anatekeleza. Kwa mfano kwa mujibu wa sheria ambazo ameweka, anatuamrisha sisi, kwa mfano kwenye ndoa, mfano tu kwenye ndoa kwamba anaweza akatuamrisha oa huyu mwanamke, na wakati mwingine anaweza akatukataza kwamba mimi Mwenyezi Mungu nakukataza kwamba usioe huyu mwanamke. Direct amri inatoka kwa Mwenyezi Mungu direct ikienda kwenye mja wake. Kwa hivyo kwenye hizi amri zote Mwenyezi Mungu uwezo ambao ako nao ni kwa ajili ya milk au ya uwezo wake wa kutumiliki sisi, na amempa tena mtume. Alipompa mtume kwenye kiwango cha pili, kuna sehemu nyingine pia alitoa ambaye alitoa kwa alladhina amanu alladhina yuqimuna salata wa yu'tuna az-zakata. Kwa hivyo haya mambo yote yanarudi kwa Mwenyezi Mungu, lakini kwa uasilia yanarudi kwa Mwenyezi Mungu, lakini anao uwezo wa kupatia baadhi ya watu ambao wana uwezo wa kufanya yale matendo ambayo sisi tunayatenda. Kwa hivyo hiyo ni aina ya kwanza ambayo ni tashri'ia. Aina ya pili ya wilaya inaitwa alwilayatu at-takwiniyya. Wilayatu takwiniyya iko vipi? Kwamba wilaya takwiniyya nani ya uwezo wa kutasarruf kwa kauni, kwa ulimwengu, vitu ambavyo vinahusiana na ulimwengu, si sheria. Kwa mfano mtume kwa mfano alikuwa na uwezo wa kusimamisha nini? Jua kwa mfano. Hiyo ni wilaya takwiniyya. Mtume ana uwezo, Mwenyezi Mungu kama Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kutufanya tuwe
tupatikane katika dunia, yani tuzaliwe. Yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yumit. Kwa nini anatupatia uhai na anaondoa uhai kwetu? Kwa sababu sisi tunategemea kwake ili tupate uhai. Lakini pale ambapo anafanya ili anatekeleza wajibu wake Mwenyezi Mungu kama Mwenyezi Mungu ambaye ni walii, haimaanishi kwamba hivi vitu vingine havipo. Kwa mfano tukisema Mwenyezi Mungu anaweza akakufanya ukafa na anaweza akakupa uhai pia. Haimaanishi kwamba akikuua sio Mwenyezi Mungu ambaye amekuua direct, kwa sababu ambazo zipo. Mwenyezi Mungu akifanya ufe sio kwamba hizi sifa zake zingine hazifanyi kazi. Kwa mfano anaweza akaamua tu akatekeleza jambo lolote kwenye maisha yangu. Haimaanishi kwamba yeye hana akili, bali inamaanisha kwamba huo wakati ambao ametekeleza hili jambo, akili, uwezo wa kufikiri au uwezo wa kuwa na elimu kuhusu haya mambo alikuwa nao, na uwezo wa kutekeleza alikuwa nao, na uwezo wa kufanya kama nguvu pia ako nazo. Yaani hizi tabia zote ambazo ako nazo, hizi sifa zote ambazo Mwenyezi Mungu ako nazo zinakuwa hadhir, yaani zinakuwa zipo wakati anatekeleza mambo ambayo yapo chini ya wilaya yake. The same thing kwa mtume. Kwa mfano mtume ana uwezo wa kutasarraf fil kaun, ambapo ana uwezo wa kukataza kitu na kikakatazika, na ana uwezo wa kuleta kitu na kikakuwepo kwenye kauni. Na hii inakuja kwenye muujiza ambao nimeutaja, na mtume wetu alikuwa na miujiza mingi. Tukiangalia pia miujiza wa mitume wengine, kwa mfano Nabii Musa alikuwa na uwezo wa kusimamisha maji. Kwa mfano alipiga katikati ya maji, maji ya huku yakaenda huku na haya yakaenda huku. Huo ni uwezo wa kutasarruf kwenye vitu ambavyo vinapatikana kwenye dunia. Sasa huu uwezo anapotasarruf, lazima moja kuwa na hikma ya tasarruf, awe na elimu ya kile kitu ambacho anafanya, ambazo zote anatoa kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hizi aina mbili za wilaya zote, takwinia wa tashri'ia, Mwenyezi Mungu anasema kwamba hizi zote nimeweka kwa hawa watu wawili. Wa kwanza ni mtume na wa pili alladhina amanu. Kwa nini anaweka kwa mtume? Mwanzo, hii wilaya si kwamba ni specific, ni wilaya wa vitu vyote ambavyo vinapatikana kwenye kauni. Wilaya tashri'ia wa wilaya takwinia, zote anaweka kwa mtume na alladhina amanu. Kwa hivyo ina maana gani? Kwamba Mwenyezi Mungu amewapa hawa wilaya wa kutekeleza wajibu ambao unapatikana ndani ya kauni, ndani ya ulimwengu, ambayo miliki yake ni Mwenyezi Mungu, ambaye hakuna anayemiliki ila Mwenyezi Mungu. Hakika. Kwa hivyo mtume na walii wake wakitoa amri zao, kwa sababu Mwenyezi Mungu amewapatia uwezo, wakitoa amri yoyote, hiyo yote inarudi kwa Mwenyezi Mungu. Na ina maana wana uwezo wa kuhalalisha kitu, hiyo ni wilaya tashri'ia. Wana uwezo wa kuharamisha kitu, na hakuna mwingine yeyote ambaye ana uwezo wa kufanya hii kama sio hao. Na hii ndio inatupa reason why, sababu gani mtume aliweka specifically kwa hawa watatu. Kwa nini aya ilitumia innama waliyukumullah, kwa hakika walii wenu ni Mwenyezi Mungu, specifically kwa hawa watu watatu, kwa sababu wilaya ambayo anawapatia si wilaya ambayo amenipa mimi kama baba, kwa mfano kwa watoto. Wilaya ambayo inapatikana kwa mtume si wilaya ambayo mimi ninayo kwa vitu ambavyo niko navyo, kwa mali yangu, kwa simu yangu, naweza nikafanya kile ambacho nahitaji, bali ni wilaya wa shumulia, ambayo unachukua vitu vyote au unaangalia sehemu zote au pande zote ambazo zipo katika maisha ya mwanadamu, ambazo zinahusika na wahi wa al-awamir, aidha kukatazwa au kuamrishwa. Mashaallah, mashaallah, shukran sana Sheikh. Hakika naamini
ni mada ndefu sana ambayo tunazidi kuendelea nayo, na insha Allah tukomee hapa kwa siku ya leo. Allah akitujalia tutaweza kuendelea zaidi na zaidi na zaidi na hii mada katika kipindi kingine ambacho tutaweza kukutana. Shukran sana. Inshallah. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Sheikh Hussein Patrova ndani ya studio zetu za Mahdi TV, naamini unafaidika, unafahamu na unazidi kusoma nini haswa ni wilaya, mambo yanayohusiana na wilaya. Sheikh ameanza vizuri kwa kuweza kutoa aya kadha wa kadha ili uelewe undani wa wilaya inahusiana na nini. Na insha Allah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia maasalam, tukutane tena katika kipindi kijacho.